Nini unafanya? Hei, nini kwani hujui? Ushasahau kama Henax alivyosema? Hushaambiwa la mtu hashirikishi nguruwe, hushirikishwa mtu binadamu mwenziwe. Na Mungu humpa ntakaye. Hemi kuchagua kuja huku nimeamua mwenyewe. Wewe huna ubinadamu, umeshindwa kunishirikisha kwenye hili. Sasa tusiulizane. Mimi natoka na safari yangu na wewe nenda na safari yako. Huku ulipotoka ama unaelekea utajua wewe. Sawa. Kwa kuwa wewe ni mbishi, endelea na hilo swala. Usintishe bwana. Wewe kila siku unakuwa ni wewe tu unataka kupata. Sasa mwaka huu tunapata wote. Hala? Guys, ule pale nadhani ni mgawa. Kwa hiyo naona tungeenda tukapata riziki kabisa alafu tuendelee na safari. Ukizingatia saizi ni jioni na huko tunapoelekea tujui tutafika saa ngapi. Tunaweza tukaacha huduma za muhimu huku, alafu huko tukafika muda umeenda, tukashindwa kupata huduma yoyote. Kwa hiyo tusogee pale ili tukapate chakula. Habari ya saizi? Salama za kwako? Nzuri kabisa. Shikamoo. Marahaba mwanangu. Vipi, tutapata chakula? Chakula kipo. Kuna wali, kuna ugali, samaki, nyama, maharage, lakini pia hata vya asubuhi pia bado vipo. Karibuni sana. Okay, sawa. Jamani, tuingieni ndani ili tuweze kupata huduma. Samanini kwanza. Nyie ni wageni hapa Sisi ni wageni, sema utofauti wetu sisi na tukuku. Tukuku kamba zao zinakuwa zimefungwa miguuni, si shingoni sisi. Ni kweli kama alivyosema mwenzangu. Sisi ni wageni. Na hapa tulipo tuna safari ya kuelekea kijiji fulani kinaitwa Mwaboza. Mwaboza? Mnatumia usafiri gani? Maana kama mnatembea ni mbali sana. Mnaweza mkafika usiku. Na hapo katikati kuna mapori. Basi sawa. Naona wengine basi mwingie ndani kwa ajili ya kupata chakula. Na maongezi kidogo na wadudu. Karibuni ndani niwahudumie. Nasikia madabu huko. Hizo mishizo nimeshazisoma. Wanataka walipie chakula, usilipie mtu. Mtu na midevu yao afu inaanza kuteta teta ovyo. Samanda dangu. Kama ulivyosema kwamba tunapoelekea ni mbali. Tunaweza tukafika usiku.
na tumejaribu kujadiliana na rafiki yangu, tumeona kwamba tuombe hifadhi hapa kwenu. Sisi hatuna mambo mengi, hata mkitupatia mkeka tutalala nje. Kwa tulikuwa tunaomba hilo. Karibuni wanangu, mpate riziki kwanza, afu mengine tutaongea. Mimi ndo mwenye mji huu, msijali. Asante. Nataka mimi hapo nichukue andazi labda. Wamegaza 0. Na una hata jema. Basi twende sasa tukanipita na pilipili. Mawaza Jamani, maji ya kunywa haya. Na pia kulingana na pilika za mchana, mimi naomba niwakimbie nikapumzike. Lakini pia wadada, kama nilivyoelekeza chumba chetu kile, mtanikuta mimi nimepumzika. Niombe tu mjisikie huru, hapa ni nyumbani. Karibuni sana. Tusipoteze muda guys. Kesho tunatakiwa tuendelee na safari. Hasa kwa upande wangu nimechoka sana. Kwa nilikuwa naomba kama tuna mazungumzo ya kuzungumza basi tuzungumze. Ili sisi wadada tuende tukapumzike. Sawa, lakini kabla ya kwenda kupumzika, mimi kuna maswala nitaka tuzungumze kidogo. Unajua safari yetu imekuwa na misukosuko mingi, mauzauza kibao. Umeona, lakini mpaka hapa tulipofikia na imani kabisa tumebakiza safari ndogo sana. Kwa hiyo mimi nilikuwa nataka labda mmoja wenu hapa anaweza kuwa na chochote cha kuongea labda kuhusiana na hili jambo, maana mimi sielewi. Hivi wewe Wadudu, jambo gani? Yaani ndio kusema labda sasa kajitokeza hapa kama mtu kachangia hoja mara mimi nimededa, nimeahirisha na safari. Na sitaki mikosi vya ajabu. Si kama nielewa sijui. Yaani huyu ng'ombe tuliomkanga na kumla, najua kaibaki kamkia. Kamkia iwe kwa supu, iwe kukagawa kwa jirani, iwe kukasukutua kama mswaki, lazima kamkia kaisha. Sio chenga kiasi hicho. Tumeshavulia maji nguo. Mwendo wa kujiaga kama bata kwenye bwawa. Au vipi hapo Mwarabu huko? Nasikiliza. Sasa unavyosema kuwa unatusikiliza sasa ndo nini? Afu ikiwa sisi hapo wote ni wamoja. Na hii safari ambayo huko tunaenda nyote wote. Kwa hiyo inabidi kila mtu aongee hoja yake. Hiyo inakuwa sio vizuri. Muongozaji wa msafara ameshasema anatusikiliza. Sioni haja tena kuombana. Kama mtu yoyote ana hoja azungumze. Muda umeshaenda sasa hivi. Wengine tukapumzike. Jamani, haya ndo yale kama tuliyaona kule. Sio sehemu ya msaada tena. Tuondokeni. Bila kupoteza muda. Mara nyingi mnanionaga mimi mkorofi kwa sababu sipendi kupelekwa tukizembezembe. Wote tulikuwa tumeoga, tumevaa nguo zetu safi tu, tukisubiri safari kukucha kesho tuondoke. Ona sasa. Anakuja eti anatuambia tuvae nguo zetu zile chafu eti ndo tuanze msafara. Inawezekana yote yanatokea ni kwa sababu tu amesahau masharti. Ni bora wakati anapewa masharti tungekopo wote. Haya yote singetokea.
Hebu kwanza punguza jaziba. Alafu sijisahau, muda umeenda. Na hapa tumepewa hifadhi tu. Hata unanizungumzia hapa, akisikia lazima umie. Hebu tuachane naye. Jamani, tusiendelee kupoteza muda. Inatakiwa tuendelee na safari. Mlioko huko ndani fanyeni chapu tuondoke. Mwambieni na dada aje kufunga mlango Vipi huko ulipotoka? Hujamkuta? Nifanikiwe wapi mdogo wangu? Sikumwona yeye wala yule kakake Kiepe. Maana nimefika pale maskani kwao, nikaanza kuwaulizia. Wakasema kwamba hawakuwaona kutwa nzima. Nikajaribu kwenda kwa marafiki zao pia wananiambia hivyo hivyo. Basi hapata sielewi nafanyaje mimi. Maana sio kawaida yao. Kutwa nzima ya jana kutokuonekana mpaka leo. Na hicho ndio kinachonivuruga mimi zaidi. Kabla hujaenda kwa maskani, ulimuuliza yule mke wake huko ndani? Mkewe? Mkewe nani? Siwe Zakia. Kumbe nabu akili una wewe. Yaani mimi nijue mtu mzima mwenzangu tuna akili sawa, kumbe unafuata akili kama za mdogo wako. Hivyo leo na wapi? Kaka akampenda dada au dada akampenda kaka yake na wakafunga ndoa. Nitoleeni huo puuzi mimi. Sijamuuliza. Aya, subiri nimuite tumuulize. Zakia! Zakia! Abe. Zakia mdogo wangu. Kipunje hapa onekani. Toka jana mpaka saa hizi. Hivi kuna chochote labda mmeongea au kakuaga kuna mahali kaenda na huyo mwenzie Kiepe? Kwa kweli dada mimi sijui. Mara ya mwisho Kipunje amenipatia nguo zake nimfulie. Na baadaye jioni nimeenda mpaka mlangoni kwao. Nimejaribu kugonga lakini hakuna aliyotoka. Soka Kiepe wala Kipunje mwenyewe. Sasa mbona wanatuchanganya jamani? Lakini dada, umejaribu kumpigia simu? Nimewapigia simu wote wawili. Yeye, Kiepe, wote hawapatikani. Na hilo jambo linanifanya mimi nichanganyikiwe zaidi. Sasa mbona wanatuchanganya? Watakuwa wameenda wapi? Na Kiepe anavyopenda kula. Jana kutwa mzima hapa sijamuona. Ngojeni kwanza niwaambie. Tupunguzeni hizi tempa zetu zilizokuwa nazo. Alafu tuangalie hii siku nzima ya leo. Tuone wasipopatikana mpaka jioni, tujue tunafanya nini. Jamani, sijui tu hata sasa hivi Kipunje wangu atakuwa wapi. Kumeanza kuchangamka. Ili toto kumbe chefu ile Subiri kwanza, subiri dada. Wewe kumbe kitenesi Uwezi ukatulia kabisa. Hatari. Hivi jamani, mnafikiria nini au mnawaza nini kuhusiana na hii safari ambayo tunaoelekea? Maana huko njiani mauzauza naona ni mengi sana. Ni kweli kama anavyoongea Wadudu. Maana mwanzo wa safari yetu mpaka hapa tulipoishia, tunakutana na vitu vya kutisha sana. Yaani mpaka muda mwingine najifikiria, huko tunapoenda tutafika kweli? Ni wazo tu jamani, msinifikirie vibaya. Mimi nafikiri safari tumeianzisha, kwa hiyo tuendelee na safari na si kurudi nyuma. Kwa maana huenda yule mganga aliona kabisa kama tutapitia hizo changamoto. Ila aliacha kutuambia. Alijua akituambia tutakata tamaa. Kwa hiyo tuendelee na safari. Ngoja kwanza wewe. Hivyo unachukulia vitu rahisi?
Sasa nakwambiaje, ng'ombe pekee tu ndo anakuaga ana timamu. Kanajua kabisa kaenda machinjoni kuchinjwa, lakini bado kanakokota tu kanakubali. Mimi sitegeki hivyo. Hapa natakiwa mwafaka upatikane. Tunakoenda tunafikaje? Dani weka toa lamani. Usikae tu umekaa kimya kimya hivyo. Yaani mimi siwezi kukubali. Kule maskani ende nafsi, afu huku ubaki mwili. Haya, madeni kule analipa nani? Ndugu zangu, kwanza mtambue kwamba hakuna mali inakuja kizembe. Lazima tupitie misukosuko. Lakini sijaona misukosuko ya kututisha sana. Kingine, mganga mwenyewe anamwamini Mungu. Anamuomba Mungu ndo anafanya mambo yake yanatimia. Tuombe dua kwa pamoja. Najua hapa tupo imani aina mbili, Wakristo na Waislamu. Lakini tunapoomba dua ya Kiarabu, tafasiri yake ni zile zile. Kwa naomba mnifuatishe nitakavyosema mimi. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri Bimkubwa! 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 Niko mimi kaka. Asa uko wewe utoke nje. Kufoka tu. Vipi uko poa? Niko poa, shikamoo. Marahaba. Bimkubwa yuko wapi? Kaenda kwenye mizunguko yake. Haina noma. Mimi nilikuja kuwasalimia tu. Kwa kama mko poa achuzi, mimi nasepa zangu hivi. Kaka subiri kwanza. Kabla hujaondoka. Mimi nilikuwa nafanya mishe zangu humu ndani nimalize. Nikufuate huko kwako. Kuna shida gani? Kuna shida gani? Shida ipo kubwa tu. Tena kuhusu wewe mwanamke wako. Kila siku nilikuwa nakwambia kaka, katika kuchagua kwako wanawake, angalia na wanawake wa kuwa nao. Ona sasa. Katika kwenda kutafuta upako, wewe ukapata kipako. Kila siku nilikuwa nakwambia, Kole hakufai. Ukawa unaniona mimi naongea sana, labda kwa vile simpendi yule mwanamke wako. Sawa, haina shida. Sijakuelewa pointi yako. Hivi niulize, kwani wewe umetoka wapi? Natoka nyumbani kwangu. Na ndio maana unabisha ovyo. Yaani unabisha vitu vingine ambavyo hata uvijui. Sikiliza nikwambie. Wadudu kamtorosha Kole. Na hizi taarifa nimezipata leo huko mtaani nilipoenda kuzunguka. Maana kila siku wewe unaona na mimi naongea sana. Sister, sikia kwamba kitu kimoja, sawa? Mimi sifagilie umbea, fuchambe umbea. Sawa mdogo wangu. Wewe unaishi hapa nyumbani au sio? Mimi naishi kwangu. Kwa hata ule demu ule mimi nikimchukua nikiishi naye, naenda kuishi naye wapi? Naenda kuishi naye kwangu. Wewe sitaki shobo mdogo wangu, sawa? Na kingine, inatakiwa uwe na heshima. Tambua mimi ni kaka na wewe ni mdogo wangu. Sawa kaka. Yaishi. Nisamee mimi. Nitakuachia maisha yako. Ila kaa ukitambua lolote litakalotokea usije ukanishirikisha. Na sasa hivi na mimi nitatuliza shobo. Nitakaloliona lolote sitokuambia. Wewe dogo. Wewe dogo. Sema udogo kafu sana huyo. Sema kuna muda anaongea ukweli huyo. Kila huyo wadudu huyo nilikuwa namuona tu. Anapenda sana kufikiria migongo zangu. Sawa.
Ba mdogo, shikamoo. Nakusalimia ba mdogo. Ukimwona mtu akuitikii, jua ana mambo yake anafanya. Subiri kwanza amalize kisha utanisalimia. Kwani huoni mimi nafanya nini hapa? Samahani, sikujua kama ulikuwa na shughuli zako utakiwa kusalimiwa. Haya. Marahaba. Karibu. Asante. Lakini ba mdogo, hizi shughuli zako unazozifanya kwa nini usingekuwa nafanyia ndani au huko nyuma? Huoni kama hapo unapofanya nje taswira ana kijiji watakuchukuliaje? We mtoto, hii ni kazi yangu mimi, inanihusu mimi na wala sio mtu mwingine. Kwa hiyo unaponifundisha na wewe bado mdogo, naona kama unaingilia kwenye mambo yangu. Hapa nyumbani umekuja kunisalimia. Umeshanisalimia inatosha. Endelea taratibu zako. Sawa. Dada yupo? Dada! Dada! Hichi ninachokwenda kukifanya hapa kiende kikatimie. Asiwepo mtu yote kukipinga hiki. Lambwi. Dada, kuna kitu cha kushangaza nataka nikwambie. Kitu gani hicho? Nimeona sio vizuri kuongea mbele ya mama. Jana muda ule natoka kukusindikiza. Nikiwa njiani, nikakutana na Kata. Alinishangaza sana kwa yale mavazi aliyokuwa amevaa. Alikuwa amevaa mavazi ya kiganga. Na amening'iniza matunguli na mkononi ameshika usinga. Ikanifanya nijiulize, Kata uganga kaanza lini? Yaani kunitoa kote kule ndani mpaka kunifikisha hapa. Ulikuwa unataka kuniambia hiki kitu? Haya, huyo Kata na mambo ya uganga wapi na wapi? Lini? Mimi sije kusikia hata fununu za uganga kwao. Wewe Kata umemfananisha? Hapana dada, hata kama ni kwa kumfananisha. Hawezi kufanana kila kitu. Mimi Kata namjua. Haya sawa. Tufanye Kata ndo ameshakuwa mganga. Tutapata tu habari. Lazima tutasikia, maana kijiji chao na cha kwetu wala sio mbali sana. Twenda tukaoshe vyombo. Uvivu tu. Wanapita misukosuko ya kutisha, wanakutana na magumu kila sehemu wanazozipita. Mganga walompa majukumu wanakwata mamia wageuka.
utaniamisha mimi